mshauri huyu ambaye hana hisia kabisa na mme. Ndio ako katika hiyo ndoa, lakini ako tu kwa ajili ya mimba aliyofukuzwa na wazazi arudi kwa huyo bwana. Karibuni wachungaji. Amen. Kisaka mimi naomba niseme hivi kwamba hawa watoto wetu wanatudanganya. Kiasi cha kwamba ati mtu anasema alipata mimba na hana hisia na huyo bwana, hakumpenda. Sasa ikiwa kwamba hakumpenda, alikuwaje mpaka akaenda kukaa naye walale mpaka wapate mimba? Hii niseme kwamba ni pepo tu imeingia ya kutaka kumnyima amani katika ile ndoa. Maana ikiwa kwamba alipata mimba ya huyo bwana, si mtu mwingine, na hata kama wazazi walipita na kosa la kumfukuza aende kwa huyo kijana, mimi niseme ya kwamba labda arudi nyuma, au ponye moyo wake na kile kidonda cha uchungu. Maybe ni uchungu wa kupata mimba wakati alikuwa hatarajii kwamba angekuwa mjamzito. Maybe alikuwa anaona kwamba atafanya mapenzi tu hivyo, alafu baadaye itoke kwamba amejificha, watu wasijue kwamba anatoka nje, ama watu wasijue kwamba anacheza mchezo wa ngono. Lakini bahati mbaya akajikuta kwamba ako na ile mimba ndani. So hii isiwe kwamba sababu eti wazazi walipomlazimisha yule mwanaume. Mimi sioni ikiwa kwamba ni sawa kiasi cha kwamba mtu anasema kwamba hakumpenda. Na imagine umeenda kwa mtu, umemvulia nguo zako, ameona uchi wako, au umekaa naye mpaka mkaingia katika kucheza huu mchezo, na mpaka dakika mwisho umepata mimba, alafu unakuja kusema kwamba haukumpenda. Mimi niseme tu labda ni ule uchungu na auondoe ili ndoa yake ipone. Anapochukua na kurudi nyuma na kuiombea ndoa yake, ama kuponya moyo wake, ama atafute ushauri labda kwa mtu ambaye ni mkubwa kama vile nilivyosema, aponywe kile kidonda, mimi naona atasimama tena na hii ndoa vizuri sana, kwa sababu yashatokea, ametokea. Ayakubali na ayavumilie ndani ya moyo wake kwamba ameshaingia katika ile ndoa.